Dakika 45 za kipindi cha pili za mchezo na mtanange wa kimataifa wa kirafiki. Hapa tunaizungumzia moja mechi kubwa zaidi ambayo inapigwa katika uwanja wa Uhuru katika jiji la Dar es Salaam Tanzania. Ni kati ya klabu ya Young African kutokea mitaa ya Jangwani Kariakoo Dar es Salaam dhidi ya timu ya Les Aigo du Congo, timu kutoka katika taifa la Kongo. Moja ya mechi kubwa zaidi ambayo tunaishuhudia siku ya leo. Kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, hakikisha umefanya hivyo ili uendelee kupata taarifa na updates kem kibao. Ni dakika 45 za moto, timu zote mbili zikipambana kuhakikisha zinapata matokeo. Ni mchezo wa kirafiki wa kimataifa. Usahau kwamba Yanga baada ya hapa watakuwa na maandalizi ya mchezo wa ngao ya jamii ambapo wanakutana na watani zao wa jadi upande wa klabu ya Simba. Ndio maana wamekuwa na mechi kubwa yenye ushindani ambao wanajipima pia na mwanzo wa ligi, ikiwa Yanga ndio mabingwa mara 5 mfululizo na wanakwambia kwamba mwakani mitano tena. Haiwezi kuwa rahisi kama hawajafanya usajili. Tumeshuhudia usajili mkubwa ambao wameufanya katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili msimu wa 2026-27 na tumeona maandalizi, na leo wanatamatisha na mchezo wa mwisho kirafiki dhidi ya timu kutoka taifa la Kongo, timu ya Les Aigo du Congo. Unadhani dakika 45 hizi za pili zinatamatika vipi? Ni timu ya Kongo kupata ushindi au Yanga? Hii tukiwa tunarejea katika rekodi, Simba waliwahi kucheza na TP Mazembe katika mchezo wa kilele cha Simba Day na Simba waliambulia kichapo. Leo Yanga nao watatengeneza kile walichokifanya Simba, au Simba walichokifanya jana, au wao watakuja na jipya zaidi? Ni dakika 45 za pili, unadhani zitatamatika vipi na ujumla wa matokeo? Shaka katika upande wa comment section. Bye bye.